Ndugu mtazamaji wa Familia Leo, mimi naitwa James, host wako United States of America. Tunashukuru sana kwa wewe mtazamaji wetu ambao unaendelea kutufuatilia kila siku. Tunashukuru kwa ukaribu wako ambao unaendelea kushare video zetu, unaendelea kutufuatilia kila itwapo leo. Tunasema asante. Na leo tumekuja na kitu kingine kwa sababu tumemaliza series ambayo tulikuwa tunaizungumzia kwa takriban episode 10 ambayo ilikuwa ni heshima kati ya watoto na wazazi. Tumeibeba kwa mapana na marefu ambayo Mungu ametusaidia. Tumewasiliana, tumezungumza na wewe mtazamaji wetu, na naamini kwamba kuna jambo ambalo umelipokea kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo leo tumekuja kuintroduce series mpya inaitwa Usiwe Chanzo cha Chuki Ndani ya Familia Yako. Tunatumaini kwamba katika series hii tutatembea vizuri sisi pamoja na ninyi watazamaji wetu. Na leo tutaanza episodi ya kwanza. Episodi ya kwanza inasema hatari ya malezi yenye upendeleo. Karibu sana Familia Leo, tuanze safari hii pamoja. Ndani ya studio kama kawaida siko mwenyewe, nipo na ndugu zangu. Karibu sana mwalimu. Asante sana Pastor, nashukuru. Karibu tena ndugu mtazamaji wa kipindi cha Familia Leo. Tuko tena mahali hapa siku nyingine ya leo kukuletea kipindi kingine. Yote ni kwa ajili tu ya familia. Hatuendi nje na familia, ni tuko katika familia, kwa sababu familia ndo uhalisia wa maisha. Familia ndo uhalisia wa dunia. Kwa hiyo hakuna dunia bila familia. Kwa hiyo tuko na karibu sana kutusikiliza tu, na mjua Mungu atakubariki. Asante. Mama, karibu sana. Asante sana. Kitambo watu wa Mungu. Kidogo tumekuwa nje kidogo. Lakini naweza nikasema asanteni sana kwa kutufuatilia, na mnazidi kutupa mnatupa moyo kwamba kumbe ili jambo ni sahihi kabisa, sisi kama wanadamu kushirikiana pamoja kutaka kujua kwa ajili ya familia yani kwa ajili ya kizazi kipya tunavyosema, au tuseme hivi kwamba tunaenda na dunia, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka na upendo kwa wengi utapoa. Kwa hiyo tunazidi kama familia, yani hili neno zuri sana, Familia Leo. Kwa hiyo ni vizuri sana kama familia, tunashukuru sana kuwa pamoja na sisi. Endeleeni kutufuatilia na Mungu awabariki. Ni kuhimiza tu, endelea kutufuatilia na usisahau kusubscribe. Unaposubscribe, unapolike, unaposhare, unacomment, unatusukuma, unatusaidia kufikia watu wengi, ili kwamba wakasikie habari hizi za Familia Leo, lakini pia kujenga familia zetu katika siku zinazokuja. Mungu akubariki sana. Naam, katika yote haya naweza nikasema kwamba familia ni msingi wa kila kitu. Tunapoendelea kuchimba katika series hii, episodi ya kwanza, hatari ya malezi yenye upendeleo ndani ya familia. Mama, unaposikia title hii, ni kitu gani kinakuja katika ufahamu wako? Mzazi unavyolea mtoto ndivyo atakavyokuwa. Wanasema mkunje kambare angali bado mbichi. Mzazi unatakiwa kuangalia sana huyu mtoto anahitaji. Ni kitu cha muhimu sana kujua mtoto anahitaji, huyu mtoto ni nini. Yaani unamjua kwamba saini ya huyu mtoto atakuwa hivi, huyu mtoto atakuwa hivi, huyu mtoto atakuwa hivi. Ni muhimu sana mzazi kujua. Na mzazi ukishajua, usichukulie ile kitu ukasema huyu alinionyesha upendo, huyu mtoto anaonekana ana upendo sana, au wengine ukawadharau. Hapana, kila mtu Mungu amemweka katika dunia hii kwa namna yake. Huyu anaweza kuwa ana akili sana, ana upendo sana, labda anakupenda, anakuletea uongo. Huyu pengine haonyeshi upendo lakini anakujali. Huyu mwingine yani ni yeye tu, yeye ni kazi yake ni kuangalia hali ya usalama. Kwa hiyo ni muhimu sana mzazi kuangalia kwamba kila mtoto anayezaliwa amepewa talent yake, amepewa zawadi yake kwako wewe na kwa familia pia dunia, kwa sababu mtoto sio kwako peke yako.
japokuwa unamlea ni zawadi, inakuwa ni zawadi kwa familia, kwa dunia, familia. Kwa hiyo ni vizuri sana kama wazazi tusionyeshe picha ya upendeleo. Unapoonyesha picha ya upendeleo, watoto ni wepesi sana kujua. Mtoto akiwa mdogo anajua kitu gani. Yani kuna mimi mambo ambayo nakumbuka nilikuwa ni mdogo mpaka najiuliza mbona haya mambo nayakumbuka? Mbona haya mambo nayakumbuka, naona huyu fulani alikuwa ananifanyia hivi, alikuwa ananipenda, huyu alikuwa anipendi. Naona. Kwa hiyo ni vizuri sana kama mzazi usionyeshe hisia. Usionyeshe kabisa hisia kwa watoto, ni mbaya. Japokuwa watoto wao wanakaa wanajadili, wanasema kwamba mzazi fulani, baba anampenda fulani, wewe muone alimletea kitu fulani, mama anampenda fulani, sisi hatupendi. Huwa wana kipindi cha namna, lakini wewe jitahidi kupotezea hii nani. Wow, mama umeongea neno nzuri sana, na hii inanipelekea kwenye swali langu la kwanza. Umeweka msingi mzuri sana. Mwalimu, ni vyanzo gani ambavyo mtoto anaweza akasensi kwamba mama anafanya au baba au wazazi wanafanya upendeleo katika familia? Maana mama amegusia pointi kali sana hapa, hisia. Ni kitu ambacho kimenigusa sana hicho. Hivi ni nini ambayo inasababisha mtoto anagundua kwamba mzazi ana upendeleo kwa mtoto fulani? Ya kwanza niseme kwamba hiyo ni tatizo sana. Kama watoto wanafikia kiwango ambao wanaanza kugundua kwamba wazazi wana upendeleo. Yani kuna mtoto yani kwenye nyumba ambaye wazazi wanampendelea sana zaidi yao, inakuwa ni mbaya sana. Na hatuwezi tukakataa kwamba, unajua ukweli tu ni kwamba lazima, hata kwamba umezaa watoto 10, katika hao watoto wote 10 unawapenda kweli, lakini hautawapenda sawa. Hata wewe mwenye mzazi una watoto, unawapatia jukumu, unamwambia hebu nifanyie hivi, fanya hivi. Umoja anakataa, lakini mwingine anafanya. Hapo tayari kwamba kama kuna zawadi ambayo ulikuwa unawaandalia kwa hiyo jukumu umewapa, hautawapa sawa sawa. Kwa sababu huyu amefanya vizuri, huyu hakufanya vizuri. Haijamaanisha kwamba huyu ambaye alifanya vizuri unampendelea zaidi ya huyu mwingine ambaye hakufanya vizuri. Lakini ili unamwombea kitu yule ambaye hakufanya vizuri, kujua kwamba na mimi ningefanya hivi vizuri, ningepewa na mimi zawadi. Lakini sio kwamba mzazi hajapana hiyo zawadi kwa sababu nimechukiwa. Kwa sababu kuna majukumu alitupa sijayatekeleza ngisi yapasavyo. Kwa hiyo ni kusema kwamba watoto wanapoanza kufikia kugundua kwamba mzazi ana upendeleo, hiyo inakuwa sio picha nzuri kwenye familia. Na kitu ambacho kinaleta ni kwamba hata kwamba wewe mzazi unampenda mtoto kuliko watoto wengine zaidi, sababu lazima tu iwepo, yani hauwezi kuwapenda watoto wako wote sawa njisi wote, yani no, kuna yule ambaye kuna ile hisia ya zaidi kwa, sio upendeleo, yani sema sio upendeleo, kuna hiyo hisia, kuna wepesi zaidi kwa hiyo mtoto kuliko wengine. Lazima uifanye kwa njia kwamba wengine hawawezi wakagundua kwamba hauwapendi wao. Kitu ambacho ni muhimu sana, nilisema mwanzoni kwamba hivi mzazi, hakuna mzazi anayependelea kumpenda huyu kuzidi huyu, ninavyojua, kwa sababu watoto wote ni sawa. Kila mtoto amekuja na namna yake. Kuna mtoto amekuja amemtesa mama yake, kuna mtoto amekuja, lakini inapofika katika watoto wote ni sawa, ila kuna kitu ambacho mzazi ndio anatakiwa kuwa mwangalifu sana. Yule mtoto aliyeomba urithi kwa babake, akaondoka akaenda akapanya mali, akafanya nini, akasema, akaondoka akajitupa huko, na lakini aliporudi mzazi alifanya vitu vizuri. Mtoto huyu akaona wivu ukazaa, lakini baba akasema, unaona sasa, mzazi, angalia mzazi upendo alionao ndani yake. Huyu kaharibu, katapanya, lakini alipokuja tena alikuwa anamchungulia, anakaa dirishani, anakaa kila mara, labda mtoto wangu atatokea pale, yule anafanana na mtoto wangu yule. Hakuna mzazi anayechagua mtoto, labda kama yupo ni mchawi kabisa. Mzazi hata kama mtoto ni lijambazi, unaona wanamwadhibu, unasema kwa hivyo amefanya mambo mabaya, anaadhibiwa, ni sawa, lakini kuna ule uchungu, labda wangemwachia nafasi ya pili angepona. Hiyo ndio roho ya mzazi.
Lakini mzazi anayesema kwamba anaonyesha picha ya kupendelea hivi, anakaa tu anapenda huyu kwa sababu huyu anampa pesa nyingi, au pengine huyu, au anachukua hivi anawagawia au wabaya, anachukua pesa za huyu mtu anampa za mtoto mmoja anawapa. Hivyo vitu vipo katika familia, lakini unatakiwa utumie hekima ya hali ya juu. Ndio maana ukawa mzazi. Mungu hakukuweka kwa bahati mbaya, ndio maana ukawa mzazi. Ni matarajio gani ambayo mtoto anakuwa anatarajia kwa wazazi wake? Matarajio ya mtoto kwa wazazi ni mengi. Ni mengi. Anatarajia, kwanza, kitu cha kwanza anatarajia upendo. Kwa sababu angalia kwamba tuongee kwanza wale watoto ambao ni wachanga kabisa. Unajua hao watoto kwa umri wao ambao bado hawajaanza kufikiria, hawakuage, yani kichwani mwao wanajua kwamba baba ama mzazi ndo kila kitu duniani. Ndio. Yani wanajua kwamba baba ana uwezo wa kupiga kila mtu yoyote duniani. Yani wanajua kwamba baba yani wakiona baba yeye, yani ni kama baba, hata chakula iko kwenye mwili wake. Kila kitu chochote kiko kwenye mwili wa baba. Yani wakimwona baba ni chakula, wakimwona baba ni kila kitu, wakimwona mama yani ndo hivyo. Unaona? Kwa hiyo ndo matarajio ya mtoto. Hata anapokuwa mkubwa, watu wanapokuwa tu wana wazazi, matarajio yanakuwa tu kutazamia kwa wazazi kwamba okay, ile upendo, ule upendo tu. Kwa sababu upendo, mzazi akiwa na upendo ndio unafanya majukumu yako kwa watoto. Unaona? Kwa hiyo ndo inakuwa matarajio zaidi ya kufikiri. Upendo wa dhati. Upendo tu wa dhati. Mzazi wewe ambao unatutazama, nashukuru Mungu sana tumekuwa na mama yetu hapa. Kuna hekima ambayo ameigusa hapo kali. Mzazi, haijalishi kama watoto wako umezaa 20 ngapi, ila upendo unatakiwa uwe equal. Upendo uwe equal, kwa sababu unapoanza kuonesha hisia alafu watoto wakajenga hiyo mentality ya kusema mama anamfanyaga au baba anamfanyaga fulani hivi na hivi na hivi na hivi, hiyo ni kitu ambacho kinaanza kutengeneza habari ya chuki ndani ya mioyo yao, inaanza kutengeneza utengano, inaanza kutengeneza kutokuwa na upendo wa dhati ndani ya watoto. Wewe bila kujua, wewe unafikiri kwamba unafanya vizuri nini na nini, lakini ni kitu ambacho kinaanza kutengeneza mgawanyiko ndani ya watoto. Na hiyo inanileta kwenye swali langu la pili. Mama, mtoto anatambuaje kuwa ndugu yake anapendelewa? Hiyo inatokana na mzazi asiyejua kumanage. Kama haujui kuweka mambo sawa, lazima watoto watagundua kama unapendelea. Kwa hiyo sisi wazazi tunatakiwa tufunike, tuwe na kifuniko, na nafikiri ndio inasababisha hata watoto wetu wanapata mambo mabaya. Asante Roho Mtakatifu. Nafikiri hiyo inatufanya, ikiwa watoto wanaweza kujua kama mzazi anapendelea fulani, watu wa nje je? Nafikiri ni tuombe hekima kwa Mungu wazazi, ili kwamba tujue namna ya kuwalea watoto. Yani ili watoto ni rahisi tu sana watoto kugundua kwamba kuna upendeleo. Kwa mfano mzazi, we ni mzazi, watoto unakuwa unaona kila mara kwamba ulitoka, ukirudi unakuja na pipi, unampa huyo mtoto mmoja. Na hiyo ni mbaya, hiyo mbaya sana. Ulienda wapi, unanunua kiatu, unakuja unampa huyo mtoto. So, wenzake wataanza kufikiria, kwani sisi sio watoto kwenye hii nyumba? Inakuwaje sasa? Yani baba ukienda tu ni huyu ndo unaletea, mama ukienda tu ni huyu tu ndo unaletea. Kwa hiyo kama mzazi hautakiwa ufanye hivyo. Hautakiwa ufanye hivyo. Yani lazima ujue kwamba watoto wote wana haki sawa. Wana haki sawa. Yani sijui nisemeje, yani haijalishi ubora mtoto yeyote. Ndio ni mfano, nimewahi niliishi kwa mjomba, nilikulia hapo. Yani alikuwa na watoto wengi sana, kwemo wote, hata tulikuwa hapo watoto wa dada zake na wengine, lakini alikuwa anafanya kama ni kununua nguo. Yani hakuna kusema kwamba kama ni wasichana wote anawanunulia. Ananunua nguo zote, yani yani za muundo moja. Ndio. Unaona? Haijalishi kama ni nguo 10 zote ananunua tu, ni rangi moja, wanafanana wote.
kama ni nyinyi wanaume ni hivyo ananunua. Kwa hiyo hakuna mtu mwatasema kwamba mimi hii yangu yenye ninunuliwa ndo nzuri, ama mwingine aone kwamba hii wanunulia mwenzatu ndo nzuri zaidi. Kwa hiyo sote tumekuwa hivyo kwenye hali ya kusema, yani hawezi ukajigamba hata kusema kwamba kujua kwamba mimi ndo napendelewaga hapa. Yani wote tu mnajua kwamba sote ni watoto kwenye nyumba na tunapendwa sawa. Inaumbia pia watoto confidence. Ndio. Kwa sababu unapoumba hiyo hali, watoto wale wengine wanaanza lose hiyo confidence ndani yao, kujiamini. Hata watajiamini wanaanza kama vile inawezekana sisi hatufai. Kile unachokifanya inaonekana kama akitaleta maana yote mbele ya wazazi. Nakumbuka hili swala wakati watoto wangu wakiwa bado wadogo. Sasa kuna katoto kamoja kwa kajanja kana akili kanajipendekeza sana. Na kalikuwa kanafanya vizuri sana shule. Sasa kalipofaulu vizuri tukanunua baiskeli, babaka kanunulia baiskeli ya kaka. Sasa ile ilileta chuki mbaya. Ilileta chuki mbaya kwa watoto, wakawa wanaona sasa. Kati ya mwingine akawa anachukia kabisa, anasema mimi wananibagua, mimi sio. Yani akaanza kujitenga. Lakini baada ya kukua na kugundua kwamba hili jambo lilikuwa sio zuri, wamekuja kugundua kwamba kumbe upendo ni watoto uko pale pale, tunawapenda wote. Tulijitahidi kurekebisha kwamba tunawapenda wote watoto. Niseme kwa mfano, mimi kama mama nilijitahidi sana kuweka vizuri kwamba watoto wajue kwamba wote, na kweli wanajua kwamba wote wanapendwa. Hakuna anayependwa zaidi ya huyo au zaidi ya huyo. Hiyo ni kitu kibaya, na nafikiri inakuwa ni vizuri sana kama kuna mtoto amefanya kitu kizuri. Ni vizuri ili kusudi na wengine wafurahi, basi waite wote pamoja, waambie unajua nataka tufanyie fulani amefanya vizuri. Na wewe jitahidi basi utakufanyia hivi, naye ukishafanya hivyo na wale wakijitahidi na wenyewe waonyeshe. Naona hapa kila mara hapa Marekani watu wengi wanafanya birthday nini, wanakusanya wote, anapewa huyu, anapewa, wanasherehekea. Kwa hiyo unakuwa unarekebisha yote kwa pamoja. Ni moja wapo ya kusaidia watoto kutoa ile roho ya chuki. Kuna kitu ambacho nimegundua katika mazungumzo haya. Ndugu yangu mtazamaji, unatakiwa ujue wewe kama ni mzazi ambaye una watoto zaidi ya wawili, hata wawili, kuanzia kwa wawili kupanda, mtoto anagundua kwamba mzazi ana upendeleo na ndugu yake. Naweza nikasema namba moja ni kwa namna unavyowachukulia. Hiyo wataanza kusense kwamba huyu anapendwa zaidi ya mwingine. Jambo la pili, kufananishwa. Unavyokuwa ukiongea na mmoja unamfanyia mwingine mfano kwamba wewe ni pumbafu, lukichwa lako angalia, sio angalia mwenzako, sio ungekuwa kama mwenzako. Hiyo inatengeneza, sio kwamba eti unamsaidia, unaharibu psychology yake, kwamba ndio hii mama amesema, unakuta mtoto anakuwa akitaka kufanya kitu, mwalimu pia amegusia hili jambo, anaona hakitaenda sehemu kwa sababu tayari mama yangu au baba yangu ameshamuona fulani ni bora kuliko mimi. Kwa anakuwa ni mtu yuko limited akilini mwake. Ukaribu, unapokuwa karibu ya mtoto mmoja kuliko mwingine, hizi ni signs ambazo ninakupatia ujue unapolea familia yako. Angalia sana, usifanye hivi vitu ukaribu kwa mtoto mmoja au upande mmoja. Unapoleta kufananisha, hilo ni jambo baya. In fact, watoto wengi hawapendi kufananishwa. Na hii hata sisi watu wazima, ukikuwa naongea na mwenzako unaanza kumwambia wewe angalia fulani, mbona yuko bora kuliko wewe. Of course, hata sisi watu wazima, wewe mwenyewe ulipo tu hapo, ukiwa na mazungumzo na mke wako au mume wako, jambo tu fulani sema, mbona mwanaume mwingine anafanyaga hivi, utaumia. The same thing kwa watoto. Unapokuwa unawaonya, onya in general kwamba umefanya 1, 2, 3 sio vizuri mwanangu. Unatafuta lugha ya kukwepa kufananisha. Jambo baya sana hilo. Jambo la pili, ukaribu. Unawakaribia vipi hawa watoto? Unajenga ukaribu gani baina ya hawa watoto? Je, unamshauri mema sana huyu kuliko mwingine? Je, unakuwa, yani hiyo ni vitu ambavyo vinawatengenezea watoto akili zao kuanza kutengeneza mgawanyiko ndani yao. Ndio maana unakuta ukimtuma mmoja anakwambia, kwa nini hujamtuma fulani? Si ni mtoto wako?
au ukitaka kufanya jambo fulani ana disobey kwa sababu anajua akitaka kufanya hakitakuwa na maana yoyote mbele yako. Kwa hivyo ndugu yangu mtazamaji, mzazi ambao unatutazama leo, hii ni mambo muhimu sana ambayo unapaswa uangalie namna ya kuweka misingi sawa. Kuna swala la responsibilities ama majukumu na favor. Sio kwamba tunasema kwamba mzazi hawezi ukafanyia mtoto favor ambao wanaweza kuwa ni watoto wengi, lakini unamfanyia mmoja favor. Lakini kila chochote kinaweza ukakifanya kumfanyia mtoto kwenye familia zaidi ya wengine, lazima hao wengine wao wamekonvinsiwa, yani wameelewa kwamba hii ni haki ya huyu. Yes, kwa upendo kabisa. Unaona, waelewe kwamba ni haki kabisa. Sio kwamba waione kwamba vile ni upendeleo, lakini waione kwamba hii ni haki kabisa. Kuna kuwa pia watoto wote hawako sawa kwenye familia. Kuna watoto wengine wamezaliwa tuseme na ugonjwa ambao hawakuli chakula kama watoto wengine. Ndio. Kwa hiyo lazima wengine nao wenzake waelewe tu kwamba mwenzetu ni mgonjwa, kwa hiyo ye ana favor fulani wanamfanyia kwa ajili ya kumkinga kwa hiyo hali yake. Kwa hiyo lazima waelewe. Usifanye kitu chochote kwa watoto ambacho wengine hawaelewi. Lazima wao wamekielewa kwamba hiki mzazi amefanya ni kwa sababu ya hili. Mwenzetu alifanya hiki kitu ama alifaulu shule, mzazi amempa zawadi. Ndio. Mzazi, Mungu amekuweka kama Mungu priest kwa familia yako. Ndio. Kwa hiyo watoto wote unawazaa, kuna watoto tu unaona tu kwamba huyu ana kipaji, huyu kabisa ana akili hizi. Unajua kila mmoja wao. Ndio. Na unawafuatilia kwa hiyo hali. Ndio. Lazima ufanye kwamba wengine waelewe kwamba huyu wanamfuatilia kwa sababu ya hii level ambayo yuko nayo. Ndio. Yaani isifikie tu fasi kwenye unaweza kaunda mazingira ambayo wengine watafikiria tu kwamba wanachukiana, yani kwa sababu unampendelea mwingine. Hapana, lazima kila favor unafanyia mtoto wenzao wawe convinced. Yani waelewe kwamba hii ni favor mwenzetu anastahili kabisa. Lazima na ndio ule mfano ambao mama amesema hapa kwamba huku kwetu unakuta mtu akikuwa labda na birthday au kuwa na celebration yote, unakuta watoto wanakusanyishwa wote. Hakuna ambaye atakayeachwa nyuma. Licha kwamba hii ni kwa ajili ya mtu fulani. Kwanza na wenyewe wanasherehekea kwa sababu wanashika picha pamoja, wanafurahi, kama ni cousin, kama unakuta wanaelewa kwamba amefanyiwa kwa sababu amestahili kufanyiwa, lakini sio kwa sababu ya kupendelewa. Hata watu tumeshakuwa watu wazima, wameshazaa, yale maneno ya kuongea kwa watoto, kwa ndugu, yanasema fulani anapendwa, sisi hatupendwi, watoto wetu hawapendwi. Hiki kitu kimetokea katika familia yangu pia. Mimi tulizaliwa watoto 8 na wa kiume walikuwa 6, wa kike tulikuwa 2, lakini nilikuwa nasikia mambo mengi. Alafu pia katika kuzaliwa kwetu kuna wengine walizaliwa ni baba zao walikuwa ni weupe, sisi ni weusi. Kwa hiyo kulikuwa kuna maneno ambayo yanatoka kwa ndugu, wanasema nyinyi hampendi kwa sababu ni weusi, nini mnafanya hivi. Lakini mimi nilikuwa nikikaa nikiangalia, yani hayaingii. Sioni kama nikimwona mama tunavyokuwa tuko karibu na mama yangu na nilikuwa sioni kama kuna tatizo lolote. Lakini unakuta ile chochezi ya wanandugu pembeni, wanasema wanaingiza chachu kwa watoto. Ni watu wazima au sio watoto sasa? Na watoto wanakuta Kwa hiyo hii ni vizuri sana kuangalia, ni vizuri sana. Mama, umeleta pointi nzuri sana, tunaweza tukaiongelea kwa dakika kadhaa. Ndugu yangu mtazamaji, usiwe chanzo cha uchochezi wa chuki ndani ya familia, kwa sababu unapokuwa chanzo cha chochezi ya chuki, jua kwamba familia yako na wewe haitasalimika, kwa sababu ni tabia hiyo, ni tabia au ni mbegu ambayo unayoionyesha, ndivyo unavyo run your family, yani ndivyo unavyoongoza nyumba yako hivyo. Kwa hivyo nikushauri tu, hautafaidika jambo lolote ukiona familia ya ndugu yako ikiingiliwa na chuki, watoto wagawanyika. Ngoja nikwambie, wanaweza wagawanyika leo, lakini wakija kujua ukweli kwamba chuki hii ilipandwa na mjomba fulani au shangazi fulani,
nikwambie ndugu yangu, hautasalimika. Yani huwezi ukasikia fahari kwamba wewe unakuwa ni chanzo cha kuleta mgawanyiko ndani ya familia kupitia maneno ya kuchonganisha kwa watoto. Mwalimu, jambo hilo unalionaje? Nafikiri ni hivyo, yani usiwe kama nyoka kwenye bustani, kwenye shamba la Edeni. Yani Mungu ameweka sheria kwenye familia ya Adamu. Nyoka yeye anakuja pembeni, anakuja anamwambia Eva, unajua yale mmeambiwa msile hili tunda ili msijue sijui na nini. Hapana, anawadanganya, wewe kula, yani ukila utajua mengi sana, itakupa akili. Unaona? Kwa hiyo usicheze role ya nyoka kwenye familia ya watu. Roli ya nyoka. Tena yule nyoka aliyekatwa miguu. Unaona? Ndio unakuja unaanza panda maneno kwanza, unaonyesha anajua. Unajua ndo kama mama alisema, ndugu mnakuja mnaanza ambia watoto wao, unajua unaona kama mwenzenyu baba yenu wanapendelea sana, mama yenu anampendelea sana kuliko nyinyi. Inabidi kabisa muangalie. Unaona? Inakuwa vibaya, ndo kama vile hata watoto wa Yakobo. Hapa ndipo ambapo kidogo wazazi huwa tunatereza mara nyingi sana. Unafikiri labda ukiweka upendo mzito kwa huyu, unafikiri hiyo unakuwa unamharibia. Nina ushuhuda, kuna hawa ndugu zetu hawa mapacha hawa ni vijana wa Nigeria wa P-Square. Kilichotokea kati yao, ugomvi kati yao ni nini? Ni kwa sababu ya wazazi, upendeleo wa upande mmoja. Mpaka leo watu wamekomaa, wametengeneza maisha, lakini bado ile chuki ipo. Kwa hii ni shida ambayo wazazi tunapaswa tujirudi kabisa. Usifanye mistake, usifanye makosa kwa kufanya upendeleo wako uonekane dhahiri kwa watoto wako. Utaharibu familia, watoto watakatana mapanga, hawatazungumza wote pamoja, watakimbiana kwa sababu ya mambo ambayo umeyatengeneza. Kuna swali tuliongea kuhusu Yakobo. Unajua watu wanaweza wakakonfuse kwa wakasema, lakini Yakobo alikuwa na upendeleo. Ndio. Hao watu tunawasoma kwenye Biblia, walikuwa ni wanadamu kama sisi, ndio. Walikuwa na mapungufu. Unaona? Na ndio maana tulisema kwamba mzazi, kitu unachokifanya ni mbegu ambao uko unapanda kwenye watoto. Inaweza kuwa kama ni kibaya, ni mbegu ambayo uko unapanda kwa watoto. Ndio. Kwa sababu ukiangalia historia hata ya Yakobo, ndio kitu ambacho mamake alifanya ndugu yake ilikuwa ni mbaya sana. Ilikuwa ni mbaya sana. Hata tukashangaa kama Yakobo anaweza kafikia mahali kwenye anakuwa na maupendelo kwa watoto, kwa sababu ni mbegu mamake alifanya. Mwalimu umeenda mbali sana kabisa. Ni mbegu ilianza kwa mamake, kwa sababu alitenganisha watoto yani. Unaona? Kwa hiyo mzazi fanya, yani tuwe na uangalifu sana kwenye hivi vitu. Chuki ya mamake na Yakobo ilikuwa ni kwa sababu Esau alienda tu kuchukua mwanamke ambao hakupenda. Ndio. Akaumba chuki hiyo. Japokuwa we mzazi, ndio mama alisema, haijalishi kosa lolote mtoto anaweza kafanya. Wewe ni mzazi. Unasikia tu hili ni langu hili. Mtoto umemwambia, kama kwa mfano swala la kuoa. Kama umeambia mtoto uoa huko, lakini sasa yeye ni mtoto, ni swala la kuoa ni mtoto, uamuzi wa mtoto. Ndio. Kwa kama ulimwambia ukaona akasema hapana, mimi naona, kwa sababu basi sawa, kama wewe umeona huko hamna shida, basi tukuombee tu Mungu baraka zitokee, ndio ziambatane na wewe. Ndio. Unaona? Kwa hiyo mzazi amepanda chuki hiyo kwa wale watoto, hadi unatoa urizi wa mwingine kwa mwingine. Unaona? Ili chuki mbaya sana. Unamwibia mtoto mwingine kwa sababu ya interest zako. Chuki, yani watu walichukiana kabisa, walichukiana vibaya sana. Mpaka mmoja akaanza ogopa kufika hata kwa mwingine. Anaona kwamba alikuwa anaogopa kabisa, nitamfesi vipi mkubwa yangu, nitaanza vipi kumfesi, nimwibia nani baraka zake. Mama huyu mzazi anayetutazama leo, unaweza ukamshauri vipi? Ni signs gani ambazo zinaweza zikampatia kujua kwamba hapa tayari nishaanza kuonesha upendeleo dhahiri kwa watoto wangu? Siko mbali sana na mtumishi wa Mungu mwalimu hapa alivyosema. Mzazi unakuwa mwepesi sana kujua, unapesa sana kujua kwamba watoto wameshaona sasa, wanaanza kwanza, hata wengine wanaanza kusema wewe unampendelea fulani tu, tunakujua mama, wewe uko tayari umeshaanza kujichunguza. Na urekebishe mapema, rekebisha mapema, haraka, usingojee uzeeke, rekebisha hapo tu, rekebisha, waite watoto wako waambie warekebishe kabisa, rekebisha mapema, kwa sababu tunashukuru Mungu hata sisi yalitutokea kwenye familia tumerekebisha mapema, tumeweka vizuri kabisa.
kwamba mtoto anajua mwenyewe kama amefanya makosa, anajua kabisa hapa ni makosa amefanya mwenyewe, unamsaidia, saidiki, unafanyaje, na ndugu zake wanaona. Kwa hiyo ni vizuri kabisa 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 kufanya kitu wazi. Mtumishi amezungumza vitu vingi, anasema weka wazi kwa wote pamoja, kama ni kosa, kama ni zawadi, kama ni nini, waonyeshe kwamba umejitahidi mzazi. Kwa hiyo inakuwa hakuna ile tu. Kibaya zaidi, hao watu wa nje, wazazi, naweza nikawaambia kama wazazi, sisi wazazi tupige magoti sana, tuombe adui wa nje, nyoka huyo asiingie kuharibu, asipate mlango. Na hata watoto pia, msikubali mtu wa nje kuja kawashawishi kwamba wazazi wenu hawawapendi. Sawa kabisa. Hiyo ni mtu wa kufukuza mbali kabisa. In fact, labda tuongee hiyo pointi, ni pointi muhimu sana. Wewe mtoto ambao unatutazama, kama hujawahi kuona jambo lolote toka ulipozaliwa na eji ambayo ulionayo, wazazi wako au wazazi wenu wamekuwa ni wema kwenu, wanawatreat iko, wanawasaidia, wanafanya, usikubali mtu tu aje kuletea kitu ambacho hujawahi hata ukisensi kwenye familia yenu, afu na wewe unakubali, unaanza kutengeneza. Ngoja nikwambie, Biblia inasema imani huja kusikia. Na hii imani hii haisemwi tu imani ya Kristo. No, imani ni imani. Imani ni imani. Unachoamini kitu hiyo inakuwa ni imani. Kwa hivyo unapofungulia mlango kwa kusikia kitu ambacho kinaweza kikaharibu familia, of course kitaingia ndani ya moyo wako, na muda wote tutaanza kukirudilia, unakichaua, mwisho wa siku unajikuta umetenda. Kwa hivyo la kufanya, ukimwona tu mtu anakukaribia, funga huo mlango mapema. Kwanza, in fact, usimpe hata muda wa kumsikia, ili kwamba usije ukaharibu utu wako wa ndani na kuanza kutengeneza maswali ambayo ukienda kuwauliza wazazi wako watakushangaa, watasema umeyatoa wapi maswali haya? Mwisho wa siku unaanza kuleta doa ndani ya familia. Jambo la pili ambalo mzazi unapaswa upe nalo attention, ambalo litakujulisha kwamba hapa tayari unaanza kutengeneza upendeleo wa wazi kwa watoto, ni jambo la kusikiliza. Unawasikiliza vipi watoto wako? Wanapokuja kuletea hoja, unawapokea vipi? Unawasikilizaje? Huyu anapokuja unampokeaje, na huyu anapokuja unampokeaje? Kwa unapokuwa unawasikiliza, chunguza jinsi gani unapokuwa unawapokea. Je, unampokea huyu kwa upendo, kwa ukarimu, au huyu unampokea kwa ile tu just ongea niende? Katika usikilizaji, katika upokeaji, mama au baba, lazima hizi zikusaidie kujua kama umeanza kupotoka. Jambo la tatu ni usawa. Je, unawatreat equal? Unawalea katika usawa au kwa viwango tofauti? Kwa hivyo hii ni muhimu pia. Jambo la tatu, usawa. Angalia jinsi gani unavyowalea watoto wako au jinsi unavyowapokea watoto wako. Kabla tujamaliza, mwalimu, neno la mwisho. Niseme tu kwamba wazazi tuwe makini sana. Tuwe makini sana na jinsi tunavyo handle maisha ya watoto wetu kwenye familia, inapokuja kwenye upande wa malezi. Yaani tuwalee wote jinsi ipasavyo. Tuwalee katika upendo. Tuwaoneshe kwamba hakuna, yani, kwa sababu unapoonesha tu kwamba kuna mtoto ambao unapendelea, tayari unaanza kuonesha pia wale watoto kwamba hatuwezi pia tukapendana. Unakutana hata kwenye familia, unaanza kukutana watoto nao wanakuwa na urafiki wao kwa wao. Unakutana huyu ni rafiki wa huyu, si rafiki wa huyu. Wanajitengenezea sasa group. Ambacho sio kitu ambacho ni kizuri kwenye familia. Lazima watoto wote wakue katika hali ambao wanapendana wote. Wanapendana wote. Ndio. Kwa sababu ndio hivyo tunasema kila mara kwamba mtoto ngisumuleavyo na ndio ngisi ya kuavyo. Ndio. Ukimulea katika hali ya kumwonesha tu kwamba kuna hiyo hali ya upendeleo, na atakuwa hivyo. Ndio. Na huko atakuwa nawe atajenga pia familia, na itakuwa dunia hivyo. Kwa sababu ni mbegu ulipanda ndani yako. Sio ni Mungu wa mtoto huyo. Kwa hiyo Mungu amekupa mamlaka kabisa. Amekupa na uwezo kwa ajili ya maisha. Ndio maana unakutana mzazi unaweza katamka neno kwa mtoto na likampata. La baraka kama vile la laana litampata. Kwa hiyo kile kitu ambacho uko unapanda ndani mwake na ndo atakuwa nacho hivyo. Kwa hiyo tujihadhari sana
kupanda mambo ambayo ni mabaya kwa watoto. Ndiyo. Lakini tujisikie kuwa na fahari na tuwe na sifa ya kupanda mambo mazuri kwa watoto wetu, kwa sababu ni mbegu tutaivuna kesho, na itatusaidia na itatubariki na itakuwa manufaa kwa familia na kwa jamii. Wow, powerful. Mama, neno la mwisho kabla tujamaliza. Mimi neno la mwisho nasema kwamba kanisa linaanzia nyumbani, katika familia. Familia ndio inayojenga kanisa bora. Mchungaji, mama mchungaji, wazazi, watoto, tuangalie jinsi tunawaleaje, tuwasaidie wachungaji, kwa sababu tunapoharibu huku katika familia, mchungaji ni mzazi, mama mchungaji ni mzazi, na washirika ni wazazi. Tunafanyaje ili kusaidia kuwapunguzia wachungaji mzigo? Tuwasaidie wachungaji. Wachungaji wameelemewa, maanake nafika wakati wasema wachungaji wametuchosha sasa, yani ni uongo, wameelemewa, mambo yamezidi, mengine anatakiwa wazazi tuyamalize wenyewe nyumbani. Tuanzie nyumbani kuwasaidia. Wachungaji wameelemewa, wamezidiwa. Hata walimu mashuleni wamechoka, wamezidiwa, kwa sababu misingi imeporomoka nyumbani. Misingi imeshaporomoka nyumbani. Sasa utaenda kumsaidiaje mtu kisha poromoka huko tangu mwanzo? Mchungaji unampa kazi, ndio maana anakupa chumvi na maji, sivyo, na mafuta na keki na vita. Nenda kale wamechoka. Ni kweli kabisa, tunazungumza kama ni kweli. Wengine wanatengeneza na visima kabisa. Visima. Ukienda kwa bulldozer pale. Udongo kabisa pale, sijui nimeona udongo wengine wa maroyo madonga. Anakuletea kisima kabisa, chota maji kunywa uende ukalale huko. Sasa ndo mambo hayo. Mungu atusaidie, atucheki kama mazuri, lakini kweli huruma. Watumishi wa Mungu, mimi ndio naona hilo ndio swala la muhimu sana, tujenge familia nyumbani. Na Mungu atubariki, atusaidie. Ni kweli ni uchungu sana, yani sijui kwa nini tunapoongelea habari ya familia huwa tuna deep sana, roho zinaugua kabisa. Kuna kitu kinachotakikana kabisa katika familia kikae vizuri. Mungu atusaidie sana. Upendeleo huzaa wivu. Wivu huzaa chuki, na chuki huzaa mauti au mgawanyiko. Kwa hivyo, mtazamaji, ni wewe ambaye unayetusikiliza saa hizi, uchague. Je, unataka nyumba yako ije igawanyike mbele, watu wapotee, au unataka utibu kuanzia sasa? Hili ni swali ambalo tunakuacha nalo kadiri tunavyoendelea katika episode au series hii. Ni kuombe tu, endelea kuwa karibu nasi. Maoni yako yanakaribishwa, lakini pia endelea kujifunza pamoja nasi. Kadiri tunavyojifunza na sisi, na wewe pia endelea kujifunza. Karibu sana. Hii ni Familia Leo. Tumekuwa na muda mzuri na wewe, umekuwa pamoja nasi toka tumeanza mpaka sasa. Tunasema tu kwamba endelea kutufuatilia, na wewe ambaye hujasubscribe, please tunakuomba endelea kusubscribe. Hii ni Familia Leo, maisha halisi, majadiliano halisi. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Pastor James, hosti wako United States, na wakati mwingine tuonane pale Mungu anapotujalia. Asante sana.